Zahanati. Na mtazamaji wa Tumaini Television, karibu katika kipindi cha Tupenda Fahari Loko Wengi, na hichi si kingine bali ni Zahanati. Ijue afya yako ni mtaji wako. Leo tuko katika hospitali ya Bishop Edward Memorial Hospital, Bishop Edward Michaud Memorial Hospital, na kubwa zaidi tutafahamu mengi kuhusiana na ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. Ili kuyajua haya na mengine mengi, ungana nami Eve Anthony Kazimoto. Woman Progress niko hapa kuhakikisha afya yako ni mtaji wako. Chagua kuwa na afya iliyokuwa bora zaidi. Zahanati. Habari za leo daktari? Salama, karibu. Asante sana. Kwa majina tungependa kufahamu unaitwa Dr. nani na nafasi yako hapa katika hospitali ya Bishop Edward Michaud? Okay, kwa majina naitwa Dr. Nyangarima Oscar. Ni daktari katika hospitali ya Bishop Edward Michaud Hospital. Na mara yetu kama tumekuwa tumeelezea hapo awali, tutazungumzia sana kuhusiana na sababisho la vidonda vya tumbo. Kwanza tunaposema vidonda vya tumbo hasa nini? Tuanzie hapo. Sawa, kwa uelewa mpana tunasema vidonda vya tumbo ni jeraha ambalo linatokea kwenye kuta za tumbo au sehemu ya kwanza ya utumbo mdogo. Kwa hiyo tumbo lina matabaka au layers nne. Kwa mtu anaweza kupata michubuko kwenye kuta za tumbo. Ikawa tu ni michubuko ya kawaida, isiyo vidonda vya tumbo. Lakini hii tuweze kusema huu mchubuko au ili jeraha tukaita kabisa ni kwamba ni kidonda cha vidonda vya tumbo, lazima lifike mpaka tabaka la 3 la ukuta au lifike mpaka kwenye layer ya 3 ya ukuta. Tunasema hiyo sasa ni mchubuko au jeraha ambalo limeweza kukidhi vigezo vya kuitwa vidonda vya tumbo. Lakini pia upana pia basi iwe na kuanzia milimita 5 upana wa hilo jeraha, upana wa hicho huo mchubuko. Kuanzia milimita 5 ifike mpaka tabaka la 3 la kuta za tumbo, basi inaitwa vidonda vya tumbo. Kwa hiyo sehemu zote mbili unaweza kupata jeraha ambalo tunaweza kuita kwa jina lingine vidonda vya tumbo. Okay. Na nini sasa hasa sababisho la kutokea kwa hivi vidonda vya tumbo, majeraha katika tumbo? Okay. Kwanza watazamaji wetu wa kipindi cha Zahanati, ungeweza kuwapa elimu kidogo. Kwa sababu tunaposema vidonda vya tumbo vinaathiri mfumo wa chakula kiujumla. Vinaathiri mfumo wa chakula na sababu zipo kadha wa kadha. Lakini pia hizi sababu zinatokana na maeneo. Kuna sababu nyingine kwenye ukanda wa sisi nchi zinazoendelea ndio zipo kwa kiasi kikubwa au ndio visababishi vikubwa, na ukaenda nchi ambazo zilizoendelea kwa maana ya mabara ya Ulaya, hizo sababu kakuta zinasababisha vidonda vya tumbo lakini kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo inaweza nikaziweka katika makundi mawili. Ndio. Kundi la kwanza ni vidonda vya tumbo ambavyo vinatokana na mdudu kwa jina la bakteria ambaye anaitwa Helicobacter pylori. Kwa hiyo hilo ni kundi la sababu ya kwanza. Alafu kundi la pili ni vidonda vya tumbo ambavyo vinatokana na sababu zingine, aidha mfumo wetu wa maisha na namna baadhi ya dawa ambazo tunazitumia. Hizo ni ziite vidonda vya tumbo ambavyo vimesababishwa na sababu isiyo ya bakteria wa H pylori. Lakini kwa ukanda wetu sisi wa nchi ambazo zinaendelea, tafiti mbalimbali na wagonjwa wengi ambao tunawaona, sababu kubwa ni huyo bakteria wa Helicobacter pylori. Zaidi ya 80% ya vidonda vya tumbo sababu kubwa ni hiyo. 20% na zilizobakia zinaweza kuwa ni sababu ya mtindo wa maisha tunayoishi na baadhi ya dawa ambazo tunazitumia.
hasa dawa za kupunguza maumivu. Ambazo hazina kemikali inaitwa steroids. Au kitaalamu naziita non-steroid anti-inflammatory drugs. Na ni dawa ambazo mtaani zinatumika sana kwa sababu ni dawa ambazo unaweza kwenda kununua kwenye maduka ya dawa bila ushauri wa daktari, bila cheti maumivu hapa basi unaagiza. Na kwa sababu pia zinapatikana kwa urahisi. Mfano wa dawa ambayo inatumika sana ibuprofen, diclofenac. Kama majina mageni kidogo lakini wengi tunazifahamu. Na dawa pendwa hizo. Dawa pendwa dada zetu, maumivu ya hedhi na nini, mtu ameumwa kichwa kidogo. Kwa zile dawa ambazo zinatoka kwenye kundi lile zinasababisha vidonda vya tumbo. Na yenyewe ni sababu. Lakini pia tuna mtindo mwingine wa maisha, japokuwa sio kwa kiasi kikubwa, lakini pia utaji wa sigara, matumizi ya pombe sana, navyo vinachangia kwa kiasi kidogo. Lakini pombe hapo sasa waainisha ni pombe kali au hizi lights? Sisi tunasema au pombe zote sasa. Sisi tunasema pombe ni pombe, lakini hatari inakuwa kubwa zaidi pale unapokunywa pombe nyingi wakati tumbo likiwa halina chakula au haujala. Watu wafahamu tu kwamba kwa ukanda wetu sisi sababu kubwa zaidi ya 80% ya wagonjwa ambao tunaona na tafiti ambazo zimefanyika ni huyu mdudu wa Helicobacter pylori, ni bakteria. Huyu ndio ambaye amekuwa sababu na chanzo kikubwa sana. Na vipi kuhusiana na msongo wa mawazo, kuwa na mawazo yaliyopitiliza? Wakati mwingine tumekuwa tukisikia ama tukiona kusema kama punguza mawazo utapata vidonda vya tumbo. Ni swali nzuri na ningependa leo watazamaji wetu wa kipindi cha Zahanati tukaweza kuwaelimisha, kwa sababu ni maneno ambayo mtaani nazungumzwa kwa kiasi kikubwa. Na nafikiri yanahitaji pia kutolewa elimu ili watu wakajua. Msongo wa mawazo, kama msongo wa mawazo hauna usababisho moja kwa moja wa vidonda vya tumbo, hii ieleweke wazi. Hauna usababisho wa moja kwa moja, lakini unaweza ukachangia. Yani msongo wa mawazo unaweza kusema kama mojawapo ya kihatarishi, sio sababu kwamba, sababu ukisema sababu ni kwamba kila watu wenye msongo wa mawazo basi watapata vidonda vya tumbo. Hapana, lakini ni mojawapo ya kihatarishi. Na hii tunasema ni mojawapo ya kihatarishi cha mtu kupata vidonda vya tumbo kwa sababu msongo wa mawazo una mambo matatu kama sio manne. Cha kwanza, mtu akiwa na msongo wa mawazo, huyu mtu kuna vichocheo mwilini mwake vinazalishwa kwa kiasi ambacho ni cha juu kidogo. Okay. Vichocheo au kwa kitaalamu wanaita hormones. Kuna baadhi ya vichocheo ambavyo vinazalishwa mtu akiwa na msongo wa mawazo kwa kiasi kidogo sana, vinaweza ongeza uzalishaji wa asidi tumboni. Ile asidi ikiwa inazalishwa kwa kiasi kikubwa inaweza kapelekea michubuko ambayo baadaye ikatengeneza vidonda vya tumbo, lakini kwa kiasi kidogo sana. Watu wenye msongo wa mawazo kuna namna ya maisha, mfumo wa maisha unabadilika. Aidha kuna vitu ataanza kuvitumia ambavyo hivyo vitu ndivyo ambavyo vitapelekea yeye akapata vidonda vya tumbo, au anaweza kawa alikuwa na vidonda vya tumbo lakini hivyo vitu ambavyo anavitumia vikachelewesha uponaji wa vile vidonda vya tumbo, kwa sababu tumewekewa namna ambapo unaweza kupata vidonda vya tumbo mwili ukaweza kukiponya kidonda cha tumbo ndani kwa ndani. Pasipo kujua unaumwa mpaka ukapona. Sasa watu ambao wanakuwa na msongo wa mawazo kutokana na mfumo wa maisha kubadilika na kutumia baadhi ya vitu vinaweza aidha vikapelekea akapata vidonda vya tumbo, au alikuwa na vidonda vya tumbo vikachelewa kupona. Au ikachochea kwa wingi zaidi. Ikachochea. Watu wenye msongo wa mawazo
kula yake kwanza. Kula yake inaweza kuwa ya shida. Kama muda mwingi hapati mlo kwa wakati sahihi, au akaanza kutumia vitu ambavyo mwanzoni nimesema ni vilevi. Akaanza kutumia vilevi, au akaanza kutumia uvutaji wa sigara. Kwa hiyo umeona sio msongo wa mawazo moja kwa moja umesababisha vidonda, ila vitu alivyovitumia kati akiwa. Lakini kutokana na msongo wa mawazo kuna vitu ameviingiza ambavyo ni mojawapo ya vihatarishi vya kupata vidonda vya tumbo. Kwa hapo awali ulisema matumizi ya dawa. Hebu naomba tuwekane vizuri. Ni matumizi ya dawa yaliyokithiri ama utumiaji tu wa dawa pasipo kupewa maelekezo kwa daktari? Okay, nashukuru. Nashukuru. Kabla sijafika kwa matumizi ya dawa, nataka nimalizie pia kwa watu wenye msongo wa mawazo hapa ndugu mwandishi. Pia watu wenye msongo wa mawazo muda mwingi wanakuwa wamechoka, lakini pia wanaweza kama kupitia maumivu ya hapa na pale. Kwa hiyo wakatumia tena hizo dawa za kupunguza maumivu kwa kiasi kikubwa. Ikapelekea wakapata vidonda vya tumbo. Kwa hiyo umeona msongo wa mawazo wenyewe moja kwa moja usababishi, lakini kuna mazingira hawa watu wanapitia ambao wanatumia vihatarishi ambavyo vinasababisha vidonda badala ya kupata ahueni ya changamoto yake, bali ndio nazidisha changamoto zaidi. Kuna changamoto nyingine zaidi. Kwa hizi dawa ambazo nimesema za kupunguza maumivu lakini hazina hiyo kemikali ya steroids au kiambato cha steroids, nazoitwa kitaalamu steroid anti-inflammatory drugs. Hatusemi matumizi ya leo tu itakupelekea upate vidonda vya tumbo hapa, ila ni matumizi ambayo ni ya muda mrefu au matumizi ya mara kwa mara. Na kuna makundi ya watu ambao sisi kama wataalamu akifika tu hospitali lazima uanze kumuuliza. Kuna makundi unajua kabisa kwamba kuna baadhi ya dada zetu wanapitia maumivu makali wakiwa kwenye mzunguko wa hedhi. Kwa hiyo huyu kila mwezi ndani ya siku 2-3 kila mwezi atakuwa anatumia hizo dawa. Kwa hiyo unaona ni matumizi ya mara kwa mara ya muda mrefu. Na kuna watu wengine wanaumwa magonjwa ya mifupa ambao ni ya muda mrefu. Kwa hiyo wanakuwepo kwenye hizi dawa kwa muda mrefu. Okay, daktari, tunashukuru sana kwa kuweza kutupa ABCD angalau kwa mwanzo kabisa tunaweza kupata picha halisi ya nini sababisho ya hii changamoto ya vidonda vya tumbo. Tunakwenda kupata mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde. Nikusihi endelea kubaki na sisi. Hii ni Zahanati. Na mtazamaji, tumerejea tena katika ungo wetu ya pili na ya mwisho. Kumbuka kipindi hewani ni Zahanati, juu afya yako, na afya yako ndio mtaji wako. Hakika chagua kuwa na afya na afya iliyo bora. Leo tupo katika hospitali ya Bishop Edward Michaud hapa maeneo ya Mlimani City, na kubwa zaidi tunazungumzia ni kuhusiana na vidonda vya tumbo. Daktari, tunaendelea. Hapo awali tumepata mengi umeelezea, lakini pia tungependa kufahamu sasa ni dalili zipi za mwanzo ama za awali ambazo mtu anazipata ili kuweza kujua kwamba tayari nimeshaingia kwenye hatari ya vidonda vya tumbo? Asante ndugu mtangazaji. Dalili zipo kadha wa kadha. Dalili zifuatazo zinaweza zikawa ni viashiria kwa mtu ambaye anasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Tumbo kuuma sehemu ya juu ya kitovu au karibia na chembe ya moyo hapo kwa chini. Tunaita gastric pain kitaalamu. Na maumivu hayo mgonjwa atakuja na kueleza vipi? Yanakuwa ni maumivu ambayo kama yanaunguza. Tunaita burning pain. Inaweza yanapatikana hapa juu ya kitovu au muda mwingine akawa makali kiasi kwamba akawa anasikia mpaka nyuma. Lakini pia dalili nyingine ni kuhisi umevimbiwa muda mwingi. Unakula kidogo lakini unahisi umevimbiwa muda mwingi. Tumbo linajaa gesi. Tumbo linajaa gesi. Dalili nyingine kupata dalili za kiungulia. Nasikia kama kuna hali ya kuchoma kidogo hapa chini kwenye kifua. Lakini pia dalili nyingine
unaweza kama sikia mara nyingi tumbo linaunguruma, na dalili zingine sasa zitafuatana na kutegemea hicho kidonda cha tumbo kimechimba kiasi gani. Lakini pia kusikia kichefuchefu, muda mwingine kutapika na kukosa hamu ya kula ni miongoni mwa dalili ambazo wagonjwa wa kidonda cha tumbo wanaweza wakaja nazo hospitali. Anaweza kaja dalili moja wapo miongoni mwa hizo zitaji. Anaweza kaja tu labda na maumivu ya tumbo juu ya kitovu, au akaja tu anavimbiwa tumbo limejaa gesi. Muda mwingine kama kidonda kimechimba sana, anaweza akaja na aidha anatapika damu, au muda mwingine anapata choo chenye rangi nyeusi. Na muda mwingine anaweza kupata dalili za kupungukiwa na damu. Sasa hivyo ni vidonda vya tumbo vimefika na hatua ya juu zaidi. Na kwenye hilo swala la choo kinakuwa labda ni choo kigumu cha kawaida lakini chenye rangi ya kijani. Choo kinaweza kuwa cha kawaida, sio kwamba ni kigumu. Choo ni cha kawaida lakini kinakuwa kina rangi nyeusi. Okay. Hiyo sasa ni kwa wale ambao vidonda vyao vimefikia kidogo hatua ya juu na vimeweza kuvujisha damu tumboni. Lakini pia dalili zingine mgonjwa tuja nazo atakuwa anahusisha maumivu ya tumbo na chakula. Anaweza kuambia mimi daktari, nikila chakula nasema maumivu makali sana tu, au mimi nisipokula chakula ndio nasikia maumivu makali ya tumbo. Na mwingine anamwambia daktari, mimi siwezi kula kabisa usiku. Ikifika mida saa 8 majira saa 8 za usiku tumbo la koroma vibaya. Kwa hiyo na yenyewe ni miongoni mwa dalili mwa vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hizo ni baadhi. Umesema hapo kuna kitu kinasema damu unawezekana kupata choo cheusi ambacho kumbe tayari kimeshachanganyikana na damu. Sasa nitajua kama tayari kidonda kilichopo tumboni kimeshapasuka na kuanza kutoa damu. Kwa kidonda ambacho kimechimba kidogo, mgonjwa anaweza akatapika damu. Au asitapike damu akawa anapata choo cheusi, choo ambacho kina rangi nyeusi. Kitaalamu nasemaga ni rectal stool. Na utamuuliza mgonjwa anapata choo cheusi, ndio anapata choo cheusi. Kama lami, muda mwingine kinafika ule weusi ambao kama lami kabisa, choo cheusi. Kama cha mtoto mchanga amezaliwa kichoo cha awali. Ile cha awali. Kwa hiyo ni dalili ambayo kwa sisi wataalamu inatuweka katika hali ambayo inatufanya tufikiri labda huyu mgonjwa amepata vidonda vya tumbo lakini tayari vimeanza kuvujisha damu. Kwa hiyo nje ya kumpatia matibabu ya kawaida lazima pia uangalie na vitu vingine, kwa sababu mtu akiwa anavujisha damu yake na damu pia inakuwa inapungua mwilini. Kuna vipimo pia mbalimbali ambavyo vinafanyika kwenda kukiona kabisa hicho kidonda kiko sehemu gani, na kama kweli hicho kidonda sasa hivi kina hali gani kuvujisha damu au kilikuwa kinavujisha damu ila kimekata. Kipo kipimo ambacho ni cha kamera. Unakimeza hicho kipimo, kinakuwa na kamera. Kinapita kwenye koo, koromeo, kwenye tumbo mpaka sehemu ya kwanza ya tumbo kidogo. Kinakuwa na kamera ndani. Then unakuwa na screen kama hapa, kwa anakimeza mgonjwa, wewe unakuwa unaona kwenye screen pembeni. Unaona kabisa kwamba kinavujisha damu sasa hivi au kwa kinavujisha sasa hivi kimeacha. Kwa hiyo utampatia matibabu kutokana na hali ya kidonda kwa wakati huo. Unamfanyia hicho kipimo. Kwa hizo ni baadhi ya dalili. Na vipimo sasa, baada ya kufahamu dalili hizo, sasa ni vipimo gani ambao lazima mtu avifanye kwa awali ili kuweza kuutambuzi sasa? Asante. Kwa awali kabisa kuna vipimo ambavyo vinafanyika ya awali kabisa. Na ni vipimo ambavyo vinapatikana sehemu nyingi na hospitali nyingi. Kipimo cha kwanza tunachokifanya ni cha kuangalia kama huyo mgonjwa ana wale wadudu au bakteria ambao wanasababisha vidonda vya tumbo. Helicobacter pylori. Kwa utachukua sampuli ya choo cha mgonjwa na pia utaenda maabara, watu wa maabara watakipima. Wataangalia kama hao wadudu wapo. Basi tutaanza matibabu ya kuondoa wadudu
lakini pia na kusaidia kile kidonda kiweze kupona. Lakini pia swala la msingi pia, sio wagonjwa wote wenye hawa wadudu wana vidonda vya tumbo. Naweza nikawa nimepata hawa wadudu, nimeanza kupata zile dalili za mwanzoni, lakini bado tumbo langu halijachimbika kutengeneza kidonda. Kwa hiyo watu lazima watofautishe kwamba ndio kuna wadudu ambao wanasababisha vidonda vya tumbo, lakini sio kila akiingia hapo haraka anasababisha. Anachukua muda kidogo. Kwa hiyo ni vizuri mtu akishapima choo akagundulika na wadudu, basi atafuata ushauri wa daktari na dawa ambazo atapewa atumie azimalize ili aweze kuwaondoa kabisa wadudu. Kwa sababu mojawapo ya sababu ambayo wale wadudu wanaachwa mpaka wanaenda kuchimba ni kwa sababu wanakuwa hawatibiwi vizuri. Mtu anaweza kutumia dozi dawa akaacha asimalize. Kwa hiyo wadudu wakiendelea kuwepo pale kwa muda mrefu, sasa anatengeneza mazingira ambayo asidi yatatengenezwa kwa muda mrefu, baadaye kuta za tumbo zinachimbika na kutengeneza kidonda. Kwa hiyo pia ni kitu cha msingi watu kujua. Unaweza kuwa na hao wadudu lakini bado hawajafikia hatua ya kutengeneza kidonda cha tumbo. Kwa hiyo kwa kifupi, ugonjwa huu unatibika ukiwahi mapema, na ukichelewa unaweza kusitibi kipi? Unatibika. Kwa kuchelewa unatibika, japokuwa sasa matibabu yanaweza kutofautiana. Kuna muda ambao tunatumia dawa kutibu, na kuna muda ambao unaweza ukaingia naye sasa kwenye matibabu ya upasuaji kutokana na madhara ambayo yametokana na hicho kidonda kutotibiwa kwa muda mrefu. Kwa sababu miongoni mwa madhara ambayo tunayofia sana, kidonda kinaweza kikachimba ukuta mpaka kikautoboa kabisa. Sasa nje ya kumwanga ya kurudisha damu, kidonda kikishachimba ukuta wa tumbo au sehemu ya kwanza ya tumbo mdogo mpaka kikatoboa kabisa, ina maana kwamba mtu anaweza kula chakula alafu kinavuja kwenda kwenye sehemu zingine za tumbo. Sasa hiyo ni hatari. Hiyo tunasema kitaalamu mtu anakuwa na perforated peptic ulcer disease, vidonda vya tumbo vimeadvance, vimechimba, utaingia naye kwa ajili sasa matibabu ya upasuaji kwenda kuziba lile eneo. Lakini pia kidonda kinaweza ukapata kidonda kwenye ile sehemu ya mwisho ya tumbo. Ile sehemu ya mwisho kabisa ya tumbo ambayo inaungana na utumbo mdogo ni nyembamba kidogo. Unaweza kupata kidonda, kidonda kikapona, lakini kikapona kilipopona kikawa kimepunguza ule upenyo wa sehemu ile ya mwisho ya tumbo. Tunasema kinakuwa kimeheal lakini with fibrosis kitaalamu. Kwa hiyo kikipunguza au kikaziba kabisa, kwa mtu anaweza kula chakula lakini hakitoki kutoka kwenye tumbo kwenda kwenye sehemu ya utumbo mdogo, huyo naye atahitaji matibabu ya upasuaji. Sasa ni vinywaji gani ama ni chakula gani anatakiwa atumie wakati huo katika dozi ama wakati ameshapona, sasa ili ya kuviepuka? Ukienda kwenye panda vinywaji, kinywaji cha kwanza ambacho ni kizuri tunamshauri akitumie bila shida yoyote ni maji safi na salama. Vinywaji vingine ambavyo anaweza kutumia ni vinywaji ambavyo vina kahawa. Vinywaji ambavyo vina kahawa, asitumie hizi energy drink na nini hizi na caffeine. Asitumie caffeine kwa sababu zina shida, zitachelewesha uponaji wa hicho kidonda. Lakini pia asitumie vinywaji vyenye asili ya acid, venye acid, kwa mfano juisi za matunda, machungwa, mizabibu, hizo zenye acid asitumie kabisa. Anaweza kutumia mbadala juisi za apple au pears, ni nzuri, hizo zina acid, ni nzuri za kutumia. Okay, daktari, mimi nashukuru sana kwa muda wako, lakini pengine kwa kumaliza kabisa mwishoni kwa sekunde kadhaa tu, ungependa kuyaasa nini jamii hususan na hivi visababisho na nini kifanyike ili kuweza kuepukana na visababishi hivi vya vidonda vya tumbo? Mimi na ujumbe mmoja tu kwa jamii. Jambo moja la msingi sana, ni dogo lakini la msingi sana. Tafiti zinaonyesha vidonda vya tumbo kwa zaidi ya 80% kwenye ukanda wetu wa nchi zinazoendelea
vinasababishwa na hawa wadudu wa Helicobacter pylori ambao tunawapata kupitia vyakula tunavyokula. Kwa hiyo jambo la msingi tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo ni waase wananchi majumbani tuhakikisha tunaandaa vyakula vyetu katika hali ya usafi, maji ambayo tunatumia tutumie katika hali ya usafi. Basi pia tunashauri ukishakipika chakula chako kiandaa kisizidi masaa 2 basi kiwe kimeshaliwa. Kwa hiyo tutengeneze mazingira ambayo tutakula vyakula ambavyo vimetengenezwa katika ubora na kutumia maji ambayo yako safi na sawa. Na mtazamaji, pasina shaka tumeweza kujifunza mengi katika kipindi chetu pendwa cha Zahanati kutoka hapa katika hospitali ya Bishop Edward Mitchell hapa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Fika hapa kwa matibabu kadha wa kadha, yanafanyika matibabu yote. Wewe tufanya kuwatembelea na kufika hapa utahudumiwa katika huduma zile zote ambazo zinapaswa wewe kuzipata. Mimi naitwa Eve Anthony Kazimoto, Woman for Grace. Nilikuwa hapa kuhakikisha mambo yako mazuri kabisa. Shukran na kwaheri kwa sasa hadi wakati mwingine. Bye bye.